Ilikuwaje Abubakari aliongoza hija Hajjul Akbar wa ilhali mtume bado yupo hai? Hii ilikuwa ni mwaka wa 9 wa Hijiria ambapo hija ya kwanza ilifanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa ndiyo kwanza amerudi kutoka kwenye msafara wa vita vya Tabuk, na alikuwa ametingwa na mambo ambayo alitaka kuyaweka sawa hapo Madina, hivyo hakuweza kuongoza mwenyewe msafara wa hija, hivyo akalazimika kumteua mtu. Aliyemteua alikuwa ni Sayyidina Abubakar kuwa mwakilishi wake katika msafara wa hija kuelekea Makka. Miongoni mwa wasahaba wakubwa ambao walishiriki katika msafara huo ni pamoja na Said bin Waqqas, Jabir bin Abdullah na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Qurani tukufu imeita hija hii kuwa hija kuu, al-Hajjul Akbar, kutokana na kuwa ni hija ya kwanza kutekelezwa katika historia ya Uislamu na kuweka mwanzo mpya katika ujenzi wa Uislamu na katiba yake. Sayyidina Abubakari aliwafundisha watu vitendo na nguzo za hija na aliwahutubia watu siku ya kuchinja. Sayyidina Ali alimfuata Sayyidina Abubakar na kuwatangazia watu kuvunjwa kwa mikataba na mafungamano yote yaliyokuwepo kabla ya tarehe hiyo baina ya mtume na ulimwengu wa washirika. Ilitangazwa siku hiyo kuwa mshirikina yoyote asiisogelee Al-Kaaba au msikiti mtukufu wa Maka. Hapana mtu atakayetufu uchi kama walivyokuwa wakifanya kabla ya Uislamu, na mikataba yote iliyokuwepo baina ya mtume na washirikina itakoma kutumika baada ya miezi 4 tokea tarehe hiyo. Qur'ani inaeleza tangazo hilo kama ifuatavyo katika sura ya 9 aya ya 3: na ni tangazo litokalo kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ujuvya watu siku ya hija kubwa ya kwamba Mwenyezi Mungu yu mbali na washirikina na pia mtume wake yu mbali nao, hawana haja na ahadi zao. Basi kama mkitubu ndiyo kheri kwenu, na kama mkikengeuka basi jueni kuwa nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu, na wapashe waliokufuru habari ya adhabu iumizayo inayoangamiza.